name, oh Jehovah Lord Father. Even for the learning institutions, we pray that Jehovah Lord Father, you are going to give wisdom to the leaders, oh Jehovah. Whatever decisions they are going to make, Almighty God, may it come from you, oh Lord Father, for your glory in the name of Jesus Christ. We thank you for the leadership of the church, Almighty God. Praying for the Samatiku, the DCC, the LCC, Almighty God, as they seek in their capacities, that Father going to bless them in the name of Jesus Christ. Lord, we want to pray, oh Lord Father, even for the servants of God whom you bless us at a time as this in this church, oh Lord Father, this morning. Thanking you, Lord Father, for Reverend Kalulu and Pastor Panina. Jehovah Lord Father, even the student Simon, oh Lord, Amos, oh Lord Father, even as they lead us, oh Jehovah, we pray that you're going to bless them. You're going to meet them at their point of need in the name of Jesus Christ, oh Lord Father. Church, yeah, I can see we have come and we thank God this far. So this time I'm going to welcome the speaker of the day, Pastor Paul Buya, who is going to speak to us. Sometimes when we were doing the online church without the congregation, there was a time he preached to us, and so we thought it wise for him to come even now. And so we want to welcome him. He will explain himself, or rather introduce himself, and we will receive him. Bwana asifiwe. Karibu mchungaji. We thank God for you. Help us, dear Lord, that we will keen to listen to your word and even apply it in our lives. For it is in the name of Jesus, Father, we pray and give thanks. Amen. God bless you. Good morning, church. Praise God. Hallelujah. I thank God to be alive today, and even for this opportunity to stand before you and before God to share with you the word of God. I thank God. My name is Paul Buya, as Pastor Penina has brought it before you. And I thank God because of this opportunity once again. Actually, si kawaida kupata kibali zaidi ya mara moja kuja kuhudumu, si jambo la kawaida. I'm a family man. I have a wife, and together we are blessed with 4 children. My wife's name is Faith. She has sent me with her greetings to you. If you receive them, I'll be glad. Thank you. Currently, I am mshirika Kiingereza inaitwaje? Unajua ni ibada ya Kiingereza yako, sababu huwezi kwenda kwa meza bila tumbo. Bwana asifiwe. Today I want us to talk about faithful stewardship. And stewardship is a broad topic. Even if we take a whole year teaching and preaching on it, we cannot exhaust the richness in scripture concerning stewardship. Now, today I want us to talk about faithful stewardship, and I will narrow down to look specifically at the marks of a faithful steward. Marks of a faithful steward. From your Bibles, the book of Genesis chapter 24, nitasoma kwa urefu, verse 1 up to verse 14. Genesis 24 from verse 1 up to verse 14. And I read, Now Abraham was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. So Abraham said to the oldest servant in his house, who ruled over all that he had, Please put your hand under my thigh, and I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I dwell, but you shall go to my country and to my family, and take a wife for my son Isaac. And the servant said to him, Perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Must I take your son back to the land from which you came? But Abraham said to him, Beware that you do not take my son back there. The Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, To your descendants I will give this land. He will send his angel before you,
and you shall take a wife for my son from there. And if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath. Only do not take my son back there. So the servant put his hand under the thigh of Abraham his master, and swore to him concerning this matter. Then the servant took 10 of his master's camels and departed, for all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahor. And he made his camels kneel down outside the city by a well of water at evening time, the time when women go out to draw water. Then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Behold, here I am, and by the well of water, the daughters of the men of the city are coming out to draw water. Now let it be that the young woman to whom I say, please, lay down your pitcher that I may drink, and she says, drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac, and by this I will know that you have shown kindness to my master. Bwana asifiwe. Hapo najua vijana nimewakamata sana, watakuwa attentive wale ambao bado wanatafuta. Kama umepata, shukuru Mungu. Praise Jesus. Well, this is a portion of scripture that is may be common, it may be uncommon to us, because it's not mostly that it is covered or it is taught about in church. But today the Lord has brought it out to us. And in this text, we are seeing Abraham. I think we know the story and background of Abraham. Kule alitoka mpaka vile alikuja akafika mahali hapa Kanani. Bwana asifiwe. Na vile aliweza kuendelea hata akampata mwanawe, and the son now is of age. He needs to settle down in marriage. And the father, we are seeing the father here taking the front line in ensuring that his son finds the best kind of a woman for a wife. Bwana asifiwe. Siku hizi jaribu tu utafutie mke kijana wako, atakwambia baba huyo ni wako. But this guy here aliangalia katika nyumba yake, akachagua yule mjakazi ambaye they have stayed for long, his oldest among his workers. Why? Because yule mzee kabisa ama yule ambaye umekaa naye muda mrefu, he knows you better. He knows your likes. He knows your dislikes. So when you send them on an errand, be rest assured they will accomplish to an extra level. And that is why here we see Abraham choosing Eliezer to go on this mission. And it was a noble mission because it was about a woman who is going to spend the rest of their life with his son. And Abraham was not very, hakuchukulia kwa ya mzaha. He didn't want to guess. Now, alimwambia kwanza tukule kiapo. Na yule mfanyikazi, kwa sababu anajua bwana wake is a strict master maybe, alikuwa Mjerumani labda, akamwambia kabla sijakula kiapo nataka uniambie kama yule mwanamke nitapata atakataa kuja huku, je, nina uwezo wa kumchukua mwanao nimpeleke huko? Unajua kuna wanaume wao wanaolewa bwana pema. And Abraham said, no please. Why? Because the Lord my God has called me to this land and told me that my offspring will inherit this land. Kwa hivyo kichukua kijana yangu kiregesha kwa familia yetu, utakuwa umemkosea Mungu hata si mimi. Alafu yule bingu akakubali, akaweka mkono kwenye paja. And this is a strange kind of an oath, eh? Bwana asifiwe. Acha tusiende huko. Akakubali. Alipowekelea mkono, we are seeing how things happen. This guy set out on that journey. Na alipofika pale kwa kile kijiji alichotumwa, nje ya kijiji kuna kisima, and he allowed himself to settle there. Alitegeshea. That was an opportune place, kwa sababu anajua mwanamke yeyote katika nyumba ya baba yake ambaye si mvivu, jioni atakuja kisimani kuchota maji. Bwana asifiwe. Sasa sijui kama kuna wasichana hapa
Sijui qualification mko nayo na vijana wanasikia. Changamoto huku ni town. Vijana wanaangalia sana mmemetuko wa sura. Lakini Eliezer alienda kutegesha mahali ambapo kuna characteristic ya kazi. Na alipofika, he did not trust himself. He knelt down and he spoke to God. He told him, that young lady that will come here to fetch water, and unto whom I will inquire for a drink, and she accepts and will go an extra mile even to offer a drink to my camels. Let that be the woman that you have set apart for your servant Isaac. A prayer that is powerful. Make a prayer that is specific. Hey, hello? Usimwambie nataka bibi, bibi ni wengi. Mwambie nataka mwenye ako hivi. Ingekuwa ibada ya vijana ningeongea sana hapo. Wananijua wengine, wale tuliwahi kukaa pamoja kwa huduma zetu kule kama Nieka. And the rest is history. What happened? Go and read that chapter, the entire chapter. Go and read and see for yourself. Now, coming to our normal life here in this life, in the business world, people use trademarks, and they use trademarks in the examples of logos, advertisements, songs, etc. for various reasons. But the main reason is for identity. Pale ndani kuna advertisements za kujaribu kujitangaza, lakini kikubwa ni kwamba they want that logo to identify with their business. And to identify the product as belonging to a certain company or seller. That is the importance of these trademarks. Now, coming into our world of stewardship, everybody can be a steward, but a faithful Christian steward ought to be identified from far. Why? Because we have a trademark. We have a logo. We are guided by principles. We are led by the Spirit. It is God who has called us, and so we must take the form of God. What is stewardship? Stewardship, in my own words, I say it is acting on behalf of someone. In Genesis chapter 24, where we have just read, we are presented unto us the most beautiful love stories in the Bible. It is the most beautiful. Kwa sababu kijana hakujua mke wake paka siku ile amempelekewa akaambiwa ndio huyo. Naye hakuwa na issue. Lakini jaribu ufanyie kijana wako leo. Atakuwa tayari hata kukuambia hii nyumba utakaa peke yako. Now, also, it is one of the finest stewardship stories in Scripture. It is one of them because there are so many about stewardship. In Eliezer, we are able to uncover some marks of a faithful Christian steward, just as it has been put forward in Genesis. Now, Eliezer was a servant, and he was a servant to Abraham. Abraham was a servant unto God. And here a time has come for the generation of Abraham to get fathered. Kumbuka Abraham ni huyo kijana peke yake. Na Mungu alimwambia utakuwa na uzao sawasawa na mchanga wa bahari. Kama nyota za mbinguni sivyoweza kuhesabika, hivyo ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Na Abrahamu ana huyu kijana mmoja peke yake. So he was careful. Kwamba ni nani atakayebeba hii baraka ya Mungu aliyosema. Let us observe Eliezer now. The person that was entrusted into finding a suitor to the son of Abraham, that is Isaac, who will father the lineage of his father. Bwana asifiwe. The first mark ambayo tunaona ya Eliezer, marks of a faithful steward. The first one should be a person of prayer. Bwana asifiwe. Eliezer angeenda na lile wimbi la kuaminiwa na bwana wake, hangeweza kupiga magoti aombe, kwa sababu alithaminiwa kati ya wajakazi wote.
lakini aliogopa kile kiapo alichokula. He feared. Bwana asifiwe. He feared, and he allowed himself not to go by his own whims. He allowed himself not to move but what his eyes will see. He trusted God, and in his prayer unto God, he gave God a condition. He told God, I am going on this mission, and I have come unto this far. This is a place where real ladies, Christian ladies, ladies who are not lazy will come out to fetch water. Lakini si kila ambaye si mvivu aliye na roho nzuri. Kwa hivyo akampatia Mungu jihitaji, akamwambia akija mwanamke nitakayemuomba maji, naye akinipa maji na akikubali kunywesha paka ngamia, hiyo iwe ishara ya mimi kutambua kwamba huyo ndiye ambaye umemwekea mtumishi wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. What an anonymous quote that says, nothing lies beyond the reach of prayer except that which lies beyond the will of God. What am I saying? In your prayer life, teach yourself to align your needs. Teach yourself to align your demands unto God. Align them with the will of God. Because whatever is within the reach of God's will, that one is a possibility when you pray. The Lord will give you what you want, but it's not everything that he will give you. The Bible is very clear. He makes sure that what he gives is in line with his will, because he cannot later come to blame himself. Kwa mtu ambaye ametumwa na pesa za kaunti, na si kwamba hakutumwa nazo. Maandiko anasema alibeba ngamia na alibeba mali zote za mdosi wake. Lakini leo patiana secretary tu wa county mapeni, umwambie enda ukafanya hivi mahali, ile pesa atamwaga na kutupatupa ili apate conviction na kuwin mioyo ya watu ama moyo wa mtu, inakuwa balaa. But Eliezer decided, you know what, despite all these gifts, if I make a mistake to get the wrong choice for a wife, I will be the one to blame forever. Kwa hivyo akajiinamisha na akamwambia baba yake, baba, hii iwe ishara. Kuna vijana hapa wa kiume kweli? Hey, kumeitika wa kike. Hapa kuna vijana wa kiume kweli? Umekamata hiyo? Umekamata hiyo? Wewe angalia tu yule ambaye amevaa kamini ndio uone mzuri. Shauri yako. Hiyo mini kuna wakati takataa huo mwili. Manake huenda kuna siku atazeeka mpaka afike umri wa nyanya yake. Sasa his prayers were not an empty ritual. Unajua kuna watu wana blabbering nyingi, maneno mengi makubwa ili aonekane kwamba anajua kuomba. Ogopa huyo. Alienda tu chini na akamwambia Mungu, hii iwe ishara ya unyenyekevu wetu kwako na wema wako kwa mwanao, kwa mtumishi wako. He was a prayerful person. Bwana asifiwe. Ishara ya pili, the second mark of a faithful Christian steward. He should be a person of persistence. A person of persistence. Baada ya yale maombi, maandiko yanatuambia kwamba aliweza kuondoka, aliweza kusubiri na msichana akaja. Msichana alipokuja akamsalimia na akamwomba maji. Msichana akakimbia kisimani akampa maji na akamwambia nitapeana maji paka ngamia. Eliezer kwa roho alisema asante Bwana. Yule msichana hajui kinachoendelea. Halafu he inquired from the lady. Msichana naye akamiminia moyo wake wote. Kumbe pia msichana ni ukoo wa Abrahamu. Na akadimandi kwenda nyumbani. Msichana akambeba Eliezer na mifugo yake, wakaenda. Na walipoenda Eliezer alipokelewa vyema. Na alipofika kule, mgeni akija, unajua Kipokomo anaandaliwa kwanza chakula. Hata kama amekuja wakati wa ukame, Wapokomo wanakupa kwanza kopo la maji. Usizimie hapo.
Kama utazimia iwe ni ugonjwa, lakini si mambo kwa tumbo hakuna kitu. Eliezer alipokaribishwa chakula alikataa. He was persistent. He insisted on making sure his mission is known first. Enda tu kasome. Aliwaambia hii chakula kwanza packing. Nisikize kwanza wewe mzee. I am here on a mission na kile nimetaka ndio hiki. Uniambie nitabeba ama sitabeba. Bwana asifiwe. He stuck to his priorities. Go and read further, you realize that Eliezer persevered. He took a task to venture. He risked to express himself to Rebecca's father. Expression of faith, by the way. Faith is about risking. Unatia mkono gizani. Bwana asifiwe. Eliezer again was hosted for 10 days. And he accepted and he handled that pressure for that period. He did not show any reason to linger behind when actually everything was accomplished, because that was not his mission. He did not go there to stay. Alienda kubeba apeleke. Kwa hivyo aliamua kuondoka licha ya zile privileges ambazo alikuwa amewekewa kama mgeni mashuhuri. Aliamua kuondoka. Wengine akienda mahali na kwa kama yule tai aliyetumwa na Nuhu. Anashika kwanza kazi ya kula mizoga. Why did he not linger behind? Because he was eager to go home to report to his master what God has done unto him. This was an achievement. So practice persistence in your life in this world. As you struggle with issues, persist. There should be no giving up. Don't trust your own intellect. Don't trust your education. Don't trust your degrees. Trust God through prayer and be persistent even when your answer tarries. Bwana asifiwe. He was a person of persuasion. He was a person of persuasion. Laban was not an easy person to convince. Baba ya Rebeka, na nafikiri sana Rebeka alikuwa, unajua katika watoto mzee kuna mtoto ambaye huwa anakuwa favorite wake kabisa, na mtoto anajua dadi ananipenda. Kwa hivyo hata wakipigana dakika 2 wameanza kucheka tu dakika nyingine ijayo. Siku nilipigana na yule msichana wangu mdogo, tena ilikuwa wakati wa maombi, kwa sababu alikuwa anasoma Biblia akiwa akili haiko. Sasa kumregesha kwa line nikamgusa vizuri. Alisoma akiwa analia na mimi nilisikia raha, kwa sababu wakati mwingine hata rudia. Lakini asubuhi kuamka alikuwa wa kwanza kuja kunisalimia kwa room. Bwana asifiwe. Persistence is about not giving up. Persistence is about going for what you want. Persistence is about neglecting every kind of a sideshow. And that is a good mark of a Christian steward, of a faithful Christian steward. Faithfulness is all about remaining on course. Stewardship is about acting on behalf of someone. Bearing these marks will help you in your acting on behalf of God in this earth and remaining on course until he comes again. Bwana asifiwe. He was not easy to convince. Laban was not easy. But you can see Eliezer, as you go and read up to verse 50, utaona Eliezer akimtolea Laban zawadi ili kumconvince. Unajua sasa hapa nagundua sahi kwamba hakumtongoza msichana. Ni kama alienda kutongoza mzee. Kumconvince kwamba nipatie huyu niende naye. Huyu ndiye Bwana amenituma kwake. Bwana asifiwe. At that point, ask yourself one question, and I also ask myself that question. How is your Christian stewardship now? Do you possess these marks? And there are very many marks, but I just chose these 3 because I felt today they are of key importance in our Christian life and in our Christian walk. Sometimes we go astray not because we don't know, but we go astray because we forget who we are. And today the Lord is reminding us that He has called us to serve
on his behalf. And being faithful is about remaining on course. And he wants us to remember that our remaining on course is characterized, is marked by the following marks. 1, prayer. That is a great mark of a Christian steward. That is a demonstration of your faithfulness unto God, who has called you to take care of what you have. Don't use your riches. Usitumie kile ambacho Mungu amekupatia kuweza kufanya mwingine ahisi amechoka na safari ya wokovu. Be marked today. Bwana asifiwe. Be marked by prayer. Wengine hata hawaombi. Wengine hapa si ajabu wako hapa. You pray only on Sundays when you come to church. Na wengine hata si ajabu wakati praise team wameongoza watu kwa maombi, unaangusha tu kichwa chini. Tunaamini kwamba unaomba kwa roho. Tunaamini hivyo kwa sababu si lazima maombi tusikie. Unaweza ombea hapo ndani. Lakini anajua ukweli ni nani. Hello? Nimekanyaga sana. Na hata smile zimepungua. Huwa napenda sana zikiwa hivyo. Bwana asifiwe. Maombi kwa Mkristo ni muhimu because prayer is work. Eliezer did the entire work of seeking for a wife for his master's son through prayer. Prayer is working. Anybody who does not pray is a lazy Christian. Anybody who does not pray has lost this powerful mark of a faithful steward. Be marked today. If you lack this mark of prayer, it is my humble request and desire that you be marked today. Possess that mark. I am here to call you to order. I am here to call you back. If you have fainted in your prayer life, I am here to resuscitate you. I am your clinical officer this morning. Bwana asifiwe. Come back to life. Breathe afresh. Breathe anew, because the work that you are called to be a faithful steward is dependent on prayer. Prayer sets you apart from the rest of Christians. Makes you unique. It enables you to face every situation. Be ye marked today by this powerful mark as a faithful steward of God. Be persistent. Wakati bahari inafura, kuna matope utapakwa, kuna maneno utaambiwa, kuna matusi utapokea. Be persistent. There is no giving up. Why? Because persistence is a powerful mark of a faithful Christian steward. Baki hapo. Kiona imekuwa ngumu sana, badala ya kusimama kula mark time. Hapo tu. Bwana asifiwe. Why? When you are persistent, prayer is working in the background. Mimi husema wakati mwingine kuna maombi ambayo tunaomba yanakaa spare. Kwa hivyo ukipata wakati wa kuomba, omba paka reserve. Wale wenye magari wanajua reserve fuel inasaidia wakati gani. Omba kabisa, uweke reserve. Wakati fulani utaamka haujisikii kuomba, and you will have just to muster something small there, and those reserve prayers will come into action. Bwana asifiwe. Persist, 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 persist. If you lack this mark of persistence, I am here to encourage you today. I am here to call you to order, to tell you, persist in your Christian walk. Bwana asifiwe. Hello? The last one, persuasion. Persuasion. Simamia hapo. Akikwambia unajua pasa hapa upiti, mwambie nitapita kwa jina la Yesu. Kwa sababu sioni sababu yako wewe ibilisi kunizuilia kupita, na hali Baba amenitengenezea hii ndio njia. Obstacles come in our Christian walk. Persuade the Father for more strength. That time when you feel you are weak, that time when you feel you have lost, mbuka, nimenenda mbele zako. Hezekia unajua alipelekewa ripoti mbaya sana. Aliambiwa utakufa. Hapa kuna mtu anapenda kuambiwa atakufa hapa. Hata mimi sipendi. Na ilibidi aligeukia ukuta, and he persuaded God. Akamwambia Bwana, kumbuka.
And you see, when we serve, when we walk before the Lord faithfully, tunajiwekea hazina kwake. Sometimes I tell God funny prayers. Naweza kuitwa mahali ukaombee mtu na unamuona huyu ana shida. Na shida kubwa mara nyingi huwa ni pesa. Unajua wachungaji atufanye na county ama serikali kubwa. Kwa kile the best prayer you give them, unaambia my brother, mimi nina hii, lakini wacha tuombe. Inashinda pesa maombi. Because prayer is work. Na anayefanya kazi analipwa. Bwana asifiwe. So tunamwambia Mungu, hii hali wewe unaiona. Huyu jamaa anahitaji pesa ambayo mimi sina. Lakini wewe Mungu umesema ya kwamba fedha na dhahabu ni mali yako. Tunakuja kwako leo tukimleta huyu mikononi mwako, kwamba Bwana umshughulikie uhitaji wake, kwa sababu najua amekutumikia hata kama ni kwa masaa mawili katika maisha yake. Na najua ya kwamba tunapokutumikia Baba, tumeweka hazina kwako. Basi toa kidogo kwa ile hazina yake ndogo. Toa kidogo na ugharamikie. Juzi tulienda kule Rabai na tukapata kijana ana shida ya majipu. Alikuwa Muislamu na ameokoka. Tuna mtandao wa maombi. Kila Friday tunakesha kwa maombi mpaka saa 7 usiku. So kijana akaniingilia inbox kutoka kwa group, akanieleza, nikamwambia I will come. And I went to visit him with a few pastors. Nilipomuona ana jipu ambalo amekuwa kingangana nalo kwa miaka zaidi ya 10 mpaka akaokoka, likapona, lakini akateleza. Alipoteleza jipu limerudi. Na liko sehemu mbaya, liko hapa karibu na figo. Na linatibiwa na kutibiwa linakataa, lakini tulimwambia tunaweka maombi. And we told God, you know what, we don't have money. Whatever little we have we gave, but here we don't have money to help this boy. Help him. And we thank God with the positive reports that we are getting from there. I am here to remind you that we are all stewards of Christ. And these 3 marks, prayer, persistence, and persuasion, and many more that are not mentioned in this sermon, are the logos. They are the identity that identify us as bona fide commodities of God. We are commodities. And prayer, persistence, and persuasion, among others, are the logos that identify us. They mark us for Him. They separate us for Him. They make us belong to Him. These marks, they give us direction and intention in our Christian service. Faithful stewardship helps us accomplish more than what we know at that time. But I want to wind up with this saying. The world steps aside to let the man pass who knows where he is going. Bwana asifiwe. Jitambue kwamba wewe ni mtumishi, wewe ni mwakilishi. You are a steward of God. Know where you are going. Possess these marks: prayer, persistence, persuasion, and the world will give way. Why? Because you know where you are heading. May God bless you so much. To greet you in the name of Jesus this wonderful morning. Good morning. Good morning once more. My name is Emmanuel Modosi. I want to thank God because of this day, because He's a wonderful God who has given us an opportunity to congregate here, to worship Him in truth and in spirit.